nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa jazakum khair watazamaji wote wa JTV ZD popote mlipo. Jina langu ni Tisar Mukhadim Kombo, ndiye ambaye nasimamia JTV ZD moja kwa moja, na ni kamerameni. Nipo hapa na Amiri Shaibu, amiri wa jumuiya ya Jukwaza, jumuiya ya ustawi jamii ambayo inashughulika na jamii kwa ujumla, lakini pia alikadhalika vile vile ipo katika jambo zima la kusanya swala zima la kutembelea wagonjwa ndani ya hospitali na nje ya hospitali. Hii ni ziara maalumu ya kutoka mjini na moja kwa moja kuelekea Tumbatu. Kwa hivi sasa tupo katika eneo hili la bandari ya Mkokotoni, na sasa chombo ambacho tumeingia kinaanza safari ya moja kwa moja na wanajumuiya wa taasisi hii ambayo imesajiliwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Basi tuko pamoja kuweza kupata mengi ambayo yatakayojiri ndani ya maeneo ya Tumbatu na safari kwa ujumla. Niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tunasema subhanalladhi sakhara lana hadha wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mpenzi mtazamaji, awali kabisa nilikujuvia kwamba ni safari ya kutoka mjini hadi kufikia Mkokotoni, na tulipokuwa Mkokotoni tulitaarifiana kwamba ni safari ya kufikia kwenda Tumbatu. Na sasa taasisi hii ya Jukwaza imeingia ndani ya kisiwa cha Tumbatu kwa ajili ya ziara maalumu ya Kiislamu. Kuna mambo mengi ambayo yatafanyika hapo kwa muda siku hii ya leo Jumapili, ambapo Amiri Shaibu ndio kiongozi mkuu wa taasisi na msafara huu. Ustaz Nasra kadhalika vivile na akionekana, lakini Amiri sana kadhalika vivile naye amekuwepo katika taasisi hii ama jumuiya hii ya Jukwaza ambayo inahusika na masuala mazima yanayohusiana na swala zima la jamii. Ni Waislamu hao kutoka mjini kuja kwao moja kwa moja katika kisiwa cha Tumbatu, na wameingia katika kijiji hichi wakiomba dua hapo ya kuingia katika kijiji ambapo ni kisiwa cha Tumbatu, ambapo panaishi Waislamu takriban 99% wote ni Waislamu katika kisiwa hichi cha Tumbatu. Basi kila uchao ndipo ambapo tutapata taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zikijumuisha juu ya swala zima la taasisi hii ya Jukwaza. Ungana nasi JTV ZD kuweza kupata taarifa mbalimbali. Shukran, tukombe jazakallah khairi, na baada hapo tukujuvia habari nyingine mbalimbali ambazo zimeandaliwa na taasisi hii ya Jukwaza ndani ya visiwa vya Zanzibar. Amiri nimemsikia asema nataka nimbebe kisha nimbebe yetu. Siku moja Mtume SAW katika vita alikufa Harith. Harith alikuwa ni katika sahaba wa mwanzo kufa katika vita. Sasa Ummu Haritha akamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mama yake Harith akamfuata Mtume sallam. Alipomtizama Harith hamuoni. Alipoulizia akaambiwa Harith ameshakufa katika vita. Na mtu akifa katika vita ni shahid, anazikwa huko huko. Sasa mama yake Harith anakuja kwa Mtume sallam, anamwambia ya Rasulullah, aina Harith? Yuko wapi Harith? Hebu chukulia mmoja hapa ndo anafiwa na mtoto wake, mtoto wa kiume aliyemtegemea. Mama yake anakwenda kwa Mtume wa Allah, anamwambia ya Rasulullah, aina Haritha? Harith yuko wapi ya Rasulullah? Mtume anamtizama Haritha, anamtizama mama yake. Wakati huo mama yake kashapata habari kwamba Harith ameshakufa. Anamuuliza ya Rasulullah, aina Haritha ya Rasulullah? Fil jannati fi an-nar fa abkihi, yupo katika moto nilie? Am fil jannati fa afrahu la, au yupo katika janna nimfurahie? Hem niambie ya Rasulullah, hem niondoshe wasiwasi nilionao kuhusu mwanangu. Harith yupo katika moto, mimi nihuzunike nilie kwa ajili yake, au yupo katika janna nifurahi ya Rasulullah? Mtume anamwambia ya Harith, laysa aljanna bal huwa jinan. Usiseme janna kwa umoja, sema janna kwa wingi. Inna Haritha, maneno haya anayasema Mtume sallam kumwambia mtu mama yake. Usiseme janna moja, bal huwa jinanun, bali ni janna nyingi. Fa inna Haritha, basi nakuhakikishia hakika ya Harith, asaba al-firdausi al-a'la. Harith amepata jannatul firdausi, pepo ya juu kabisa. Anaambiwa maneno haya mama wa mtoto, hakika Harith yupo katika jannatul firdausi. Hivi tunazungumza yupo katika jannatul firdaus. Mama anapata furaha ya kulia kwa mtoto wake. Fakaifa halana ya laitana kunna ma'ahum fanafuza fawzan adhima. Leo tungekuwa katika wao tukafuzu kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Walijua thamani. Sisi watoto wetu madrasa hawaendi. Awali yote kwanza nakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani yake na mahaba yake kwetu sisi waja wake, kwa kutujalia mpaka saa hizi tukawa tunatumia neema hii ya uhai, lakini pia katika kuitumia kwenyewe tukawa tunaitumia katika mambo ya khairat. Sababu siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba aliyokuwa nao karibu kwamba, nasema inna lillahi ibadi, Allah subhanahu wa ta'ala anawaja wake, nasema yu'bahu lahu lulu min manabiri yawm al-qiyamah, atakwenda kuwapandisha katika mimbari za lulu siku ya kiyama. Allah anawaja wake, miongoni mwa waja wake atakwenda kuwapandisha katika mimbari za lulu siku ya kiyama. Mmoja aliuliza kwamba katika hao ambao watapandishwa katika mimbari za lulu ni mashahidi au mitume? Kaambia laysa bishuhadai, si katika mashahidi, walaysa bianbiyai, wala hawakuwa ni mitume. Nasema humul mutahabuna fiha, wale waliokuwa wakipendana duniani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutazawirina fiha, na wakawa wanatembeleana kwa ajili ya Allah. Hao Allah anasema yudhilluhum, siku hiyo atawapa kivuli, lauma yadhillu illa dhilli, anaahidi kwamba atawapa kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wawe na sifa ngapi? 2. Almutahabbuna fillah, wawe walikuwa wanapendana kwa ajili ya Allah, lakini walmutazawirina fiha, pia wakawa wanatembeleana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sisi tujifananishe na sisi tumependana kwa ajili ya nini? Ya Allah, sio? Au kwa ajili ya kafu? Au kwa ajili ya CCM? Ni kwa ajili ya la ilaha. Lakini pia baadaye tumetembeleana, au sio? Kwa hiyo mapenzi yetu kwa ajili ya nini? Au tumekuja piga kampeni kwa ajili ya Allah, sio? Kwa hiyo nafikiri na sisi tujifananishe kwamba na sisi katika waliopendana kwa ajili ya Allah na wakatembeleana kwa ajili ya Allah, na sisi tuwe katika kundi hilo, sio? Kwa hiyo
tutegemee kupata na sisi mimbari za lulu siku ya kiyama. Ndugu zangu, kama alivyotangulia kusema mwalimu hapa, shekhi wetu, ustadhi wetu, mwalimu wetu Sheikh Nasoro, kwamba alidokeza tu kitu. Sisi ni walimu wa wanafunzi hawa mliowaona leo, ambao hamjawahi kuwaona. Nasema na watu wa Tumbatu. Hawa mliowaona sisi kama ni wanafunzi wetu. Na madrasa yetu imeunda kitu kinaitwa Jukuwaza. Umeona? Jukujaza. Sawa? Unajua nimezoea kusema Jukuwaza kwa sababu ilikuwa Jukuwaza, Jumuiya ya kusaidia wagonjwa na ustawi wa jamii Zanzibar. Lakini wenyewe huko watu hospitali wakasema tubadilishe hili jina kwa sababu ina wadisturb kidogo huko. Wao wakiingia kwenye kusaidia wagonjwa wanakuta hospitali. Sasa tuko tunaitwa Jukujaza tukiwa pamoja kama hivi. Kazi kubwa tunaoifanya au kama uradi tumeweka, nasema Kitumbatu uradi. Tuna uradi sisi. Na wengine hawapo, umeona hiyo. Wako wengi hao. Wanawake wenzenu halafu na wao wana nyumba zao na waume zao na watoto zao, lakini wameacha kuacha, leo wamekuja Tumbatu. Au sio? Sasa itakuwa vizuri na nyinyi siku moja mkisema mnatoka mnaenda kuwafuata waliko, ili muoneshe mapenzi. Unasemaje? Kwa hiyo uradi mkubwa tulionao, tunakwenda hospitali Jumamosi na Jumapili, tunakagua wagonjwa. Sio lazima wawe familia zetu, wagonjwa walioko kule hospitali hata kama hatuwajui, ndio uradi manake. Ingekuwa tunawajua angekuwa tunaenda kutazama jamaa zetu tu. Lakini watu tusiowajua tunakwenda kuwakagua Mnazi Mmoja, hospitali ile pale Karakana, Magogoni. Siku nyingine tunaenda Tana Kivunge, siku nyingine tunaenda mentally kule kwa wale wagonjwa wa akili. Lakini tukifika tunawauliza hali, alafu tunaombea dua. Lakini kama kuna mtu ana tatizo la gharama, tunafanya mchango, tunamsaidia kwa kadiri ya shida yake na kadiri ya uwezo wetu. Au sio? Lakini jingine huwa tuna kawaida kama hii. Kila mwezi tunaenda kutembea kwenye kijiji kimoja chochote tu. Kama hivi tulivyokuja huku. Mwezi wa nyuma kabla hapa tulikwenda Nungwi, kwenda kuwatembelea Waislamu wenzetu. Na kunasihiana, kuonyana, kuzinduana, kuhadharishana, kuhofishana kuhusiana na akhera yetu. Au sio? Na ndo malengo tuloletewa hapa sisi katika dunia. Na ndo jambo hili lililotupandisha daraja sisi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu tunaamrishana mema, tunakatazana mabaya. Tumepata sifa kwa Allah. Tunaambiwa kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, lakini pia watu'minuna billah. Sasa tunafanya hivi ili ubakie ubora wetu kuwa wabora sisi mpaka tuondoke katika dunia hii. Au sio? Sasa moja, sisi kama jumuiya ya Jukujaza, jumuiya ya kusaidia ustawi wa jamii Zanzibar, tumekuja kutembea Tumbatu na kuja kuungana na Tumbatu tuwe wamoja kuhusiana hili. Au sio? Nilikuwa nipo siku moja kule Mnazi Mmoja hospitali, akaja mzee mmoja wa Bumbwini. Yule mzee akanambia, nilikuwa nimevaa kitambulisho, akanambia, "Ustazi bwana, na mgonjwa wangu hapo lakini anatakiwa damu, lakini nimeshindwa naipataje damu?" Nikamshika mkono nikampeleka kwenye daktari ninaofahamu jamii. Yale mradi nikamsaidia zile harakati na mimi kidogo nikaonekana kile kitambulisho kikathaminiwa, akapatiwa damu yule jamaa. Au sio? Kwa kuonesha kwamba harakati zetu zinawafaa na watu wengine, sio? Kwa hiyo tumekuja kuonana, kujuana, kushikamana kwa mapenzi kabisa. Mimi wananiita mwenyekiti wa hii jumuiya yetu. Yule bwana Nasoro aliondoka hapa ndio katibu wetu sisi sote. Lakini mimi nina msaidizi wangu anaitwa Bi Fatma Mbarke. Akisimama hapo alipo itakuwa khairi. Bi Fatma Mbarke. Huyo ndo msaidizi wa nafasi yangu ya uwenyekiti kwenye jumuiya hii ambayo inasomeka shughuli zake, kazi zake, malengo, makusudio yapo hapo kwenye hilo bango limeandikwa. Tupo pamoja. Lakini Sheikh Nasoro aliondoka hapa ndo katibu. Lakini tuna Sheikh Ramadhani pale. Atakuja kusalimia naye aseme japo neno moja, ni msaidizi katibu. Tupo pamoja. Kwa hiyo baada ya hapo niseme tufanyeni
juhudi moja kubwa sana ya kuulinda Uislamu wetu. Na tunaulindaje? Tunaulinda katika kutekeleza yale tuliyoamrishwa na kuacha tuliyokatazwa, au sio? Tukizingatia juzi tumetoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulifanya mengi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, au sio? Lakini kwa bahati mbaya sana wengi sana katika waliofunga na wakalipwa mengi mathawabu walifeli siku ya sikukuu, zilibatilika zile thawabu zao zote kwa kufanya maasi siku ile ya sikukuu. Kuna waliozini, kuna waliolewa, kuna waliofanya mambo mengi ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tunachotakiwa tuzibalance, tuzilinde zile thawabu zetu. Tuko pamoja? Tunaamua kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani turfa'u darajat, tulipandishwa daraja, watumha sayiat, na tulifutiwa dhambi, lakini pia tukaandikiwa thawabu nyingi sana. Sasa tunatakiwa kufanya juhudi ya kwamba tudhaafu alhasanati. Jambo la tatu, tulilipwa thawabu nyingi sana kwa matendo yetu tuliyoyafanya. Sasa tunachotakiwa tutafute jambo ambalo tutalifanya liwe linalinda zile thawabu zetu zisishuke, zisipunguke manake. Lakini pia tufanye jambo ambalo litabakia kuwa daraja zetu ziwe pale pale, tusishuke daraja. Lakini pia tutafute kitu chengine cha kufanya ambacho kitakuwa hakitupatishi tena zile dhambi tulizofutiwa, hatuzalishi tena dhambi. Tupo. Kwa mfano tulifunga Ramadhani, basi tusizuie sababu zetu kwa kufunga sunna Jumatatu, Alhamis, mwezi 13, 14 na 15. Lakini pia wanawake wengi mnapenda kuswali swala ya dhuha na Ramadhani zaidi, basi tuibalansi, tuswali sana dhuha, tuendelee nayo, au sio? Ili ionekane kwamba ile Ramadhani sisi tumepata faida, isiyo kwamba yale tulikuwa na Ramadhani tumeyawacha yote, hatuna tena. Ikija Ramadhani nyingine tunaanza upya, au sio? Tutakuwa tumekula hasara kubwa sana. Lakini nyingine napenda sana niwaambie wanawake wengi hili swala hili, na mfano mmoja hai. Juzi nilipigiwa simu mbili. Simu moja niliulizwa hivi, ustazi, mimi alhamdulillah nimefunga Ramadhani yote iliyopita, pamoja na kwamba nina vidonda vya tumbo. Mnanielewa? Ananiuliza mtu anasema ana vidonda vya tumbo, lakini Ramadhani yote kaifunga. Lakini ile siku ya kwanza kufunga 6, anasema kufika saa 6, na ndio muda huo alonipigia simu, anasema kachemka, vidonda tumbo linamsokota, kichefuchefu, kutapika sikutapika. Ananiuliza, je, nitoe fidia? Mmenielewa? Anauliza atoe fidia kwenye funga gani? Funga 6. Funga 6 ni sunna, au sio? Sasa sunna inatolewa fidia moja hilo. Lakini la pili, nikauliza swala jingine, bwana, mimi bwana nimefunga, yeye huyu ana maradhi ya sukari, kafunga siku 22, lakini zile siku 7 ama 8 hakuweza kufunga, akala siku zile. Sasa Ramadhani imekwisha na sikukuu, kashakula sikukuu. Anaosema hivi, bwana, nataka nifunge 6, naruhusika zile 7 kutoa fidia? Umeona hiyo? Kumbe kufunga anaweza huyu, lakini anataka atoe nini? Za faradhi anataka zitolee fidia 6, ndo za sunna afunge, sio? Sasa mshipa huo wewe, ina maana kumbe kufunga unaweza, hustahiki kutoa nini? Fidia. Lakini kingine ambacho nakunasihini, mna kawaida hiyo wanawake wengi sana, na kawaida yenyewe kwamba mnapenda sana kufunga 6. Uongo? Wanawake wanapenda sana kufunga 6 kuliko wanaume. Wanapenda sana wanawake kufunga, Allah akulipeni. Ila mnapokosea hapa, mnafunga 6 ambao ni sunna,
mnawacha faradhi. Funga 6 hamisi. Kimaliza ile sikukuu ya kwanza, wengine japo wanangoja wamalize miandazi yao, lakini 6 wanafunga, halafu huku nyuma wanadaiwa siku 5, 6, 7, au sio? Hizo 6 za faradhi zitakuja kufungwa pengine Shaabani, si ndio? Sasa kinachotakiwa watukamilul ida, utimize ile idadi kwanza ya faradhi kwanza. Ukifa hali ya kuwa hukuwahi kufunga 6, huna dhambi kwa sababu hukufunga 6, au sio? Lakini ukifunga 6 ukiwa hukufunga ile Ramadhani hukumalizia, ukifa lile deni lipo na hakuna anayelijua. Unapotangaziwa deni yako pale msikitini ili uswaliwe, halitajwi deni ya funga, kwa sababu hakuna anayejua kama unadaiwa ngapi. Lakini Allah anajua kama anakudai funga zake ngapi. Tupo. Sasa haya yote ningekuhusieni twendeni madarasani jamani, ili tuweze kuyajua haya mambo. Si mnanielewa? Ili tuweze kuyajua haya mambo ya msingi sana, kwa sababu ni mambo ambayo yamezunguka ibada zetu za kila siku. Tupo? Inshallah nimwite Sheikh Ramadhani hapa aje azungumze naye machache ili tupeane utaratibu wa jambo jingine inshallah. Imetuafikisha ni kwamba kuja katika kijiji kama hichi. Tumekuja katika hichi kijiji cha Tumbatu, na Mwenyezi Mungu ametuafikisha kuja hapa, sije kuja kuangalia kijiji cha Tumbatu watu wanaishi vipi na wanafanya kazi gani na wana muamala gani, bali ni kwamba sisi tumekuja hapa kwa mahaba na mapenzi kuja kukutana na ndugu zetu Waislamu wa kijiji hichi cha Tumbatu Kichangani kwa lengo la kukumbushana. Na tunaweza tukaona kwamba jambo la kukumbushana lina sehemu ndogo kwetu sisi Waislamu, lakini jambo la kukumbushana ni kwamba wazee wangu ni jambo kubwa. Allah kama alivyosema mtangulizi aliosema, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, sisi ni umma bora tena tumetolewa kwa ajili ya watu. Yani huu umma huu ukiangalia hasa ni kwamba ni umma ambao umeletwa kwa ajili ya kuja kuwakumbusha watu, kunasihiana, kubembelezana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo hili ni kwamba tumekuja hapa kwa ajili ya kukumbushana. Wazee wangu, kama tutaangalia umma huu leo, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam unatembea katika ukingo wa kisima. Ukingo wa kisima, yani tunapiga mbio hivi, mtu anazunguruka anacheza katika ukingo wa kisima. Ina maana ukicheza katika ukingo wa kisima kuna hatari muda wote ni kwamba ukatumbukia ukala hasara. Na leo tukiangalia kwamba umma huu umejisahau. Huu umma umeletwa katika malengo na makusudio maalum, kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtu jin wal ins illa liya'budun, sikujalia kuwaumba wanadamu na majini isipokuwa lengo na kumwabudu. Sisi tumekuja kwa malengo maalum, lakini leo imefika wakati kwamba yale malengo sisi tumeyafanya ndio dharura, na ile dharura kidunia ni kwamba leo sisi tumefanya malengo. Hii ndio hasara yetu katika umma huu. Watu wamesahau kwamba sisi tumeletwa kwa lengo maalum la kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu huu. Kwa maana hilo ndio lengo ambao sisi ni kwamba tumekuja kwamba kuwatembelea ndugu zetu hapa, na wakati huo ni kwamba kupata nasaha ya kukumbushana. Katibu hapa alikuja akatukumbusha aya moja, hata na mimi nao imenichoma sana. Pale katibu aliposema wattaqu yauma turjauna fihi ila Allah thumma tuwafa kullu nafsi bima kasabat wa hum la yudhlamun. Jamani, tumefahamu aya hii au tulikuwa tunasinzia? Tulifahamu alivyotakuwa anaitafsiri na aliyechambua. Wataku, tuiogopeni kwamba iko siku itakuja, siku ambayo ni kwamba hiyo siku itakuja tu, tukitaka tukusitaki kwamba iko siku itokuja hiyo. Wataku yauma turjauna fihi ila Allah, iko siku ni kwamba sisi tutarejeshwa mbele Allah. Hakuna mjanja atakayebakia katika ardhi hii.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa JTV ZNZ popote ulipo. Tupo katika maeneo ya Tumbatu hapa, na baada ya muhadhara mfupi ambao umefanyika hapa, sasa hivi ni wakati wa sadaka. Tuseme kwamba Waislamu wa Tumbatu wafaidika na jumuiya ya Tukujaza. Jumuiya ya Tukujaza ndio ambayo leo imetoa msaada wa nguo hapa kadiri ya uwezo wao, na wanasema inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala kwa mara nyingine vile vile kadhalika wanaweza kufanya tena ziara maalum kwa ajili ya kuja kuonana na ndugu zao wa Kiislamu waliopo katika kisiwa cha Tumbatu, ambapo jumuiya hii itakuwa ikizungumza nao juu ya swala zima la kutunza na kuenzi dini yetu ya Kiislamu. Hali kadhalika vile vile kuweza kutoa sadaka ambazo wanakuwa nazo. Wengine huandaa vivazi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia Waislamu katika vijiji tofauti tofauti, kama ambavyo walitujuza kwamba mwezi uliopita walikuwepo katika kijiji cha Nungu, mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya ya Kaskazini na leo wapo katika wilaya ndogo ya Tumbatu, ambapo wamejaribu kuzungumza na Waislamu, na baada hapo sasa wameweza kutoa kila ambacho wako nacho, na ni baadhi ya nguo ambazo zitaweza kuwasaidia Waislamu wa Tumbatu. يا رحمن يا غفار يا رحمن namuomba Mola